Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala khairil anbiyai wal mursalin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo tukiwa tumebakiza siku mbili tu kuingia katika tarehe 30 ambayo tumekusudia kufanya dua ya Nabiyullah Suleiman ibn Daud alayhi salatu wassalam, dua ambayo tunaamini kama jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomjibu na kumpa Nabii Suleiman kile alichotamani, basi mimi pamoja nawe ambaye umechukua fursa ya maksudi kabisa ya kujisajili, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kufanyia sahali katika yale ambayo tunayotamani na kutaraji katika riziki zetu kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, leo nataka niwaonyesheni namna ambavyo tulivyopata tabu sana 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 kwa nyote ambao mmejisajili na wale ambao katika siku hizi wako haraka sana katika kutaka kujisajili. Tumepata shida sana katika kuyaweka majina yenu katika password namba 19, password ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambayo aliyomjaalia Nabiyullah Suleiman bin Daud alayhi salatu wassalam, na haikukaa password hiyo abathan, labda kwa ajili ya masala ya mchezo tu, bali ina maqasid, makusudio maalum aliyaweka Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo yanatuhitaji mimi pamoja nawe, lau kama tutachukua fursa ya maksudi kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na majina yetu nayo yakawa katika password hizo, basi milango ya riziki zetu inakwenda kuwa wazi, milango ya tausi'il arzaq, yani kuwa na riziki pana na ilokuwa nyingi inakwenda kuwa wazi, lakini milango ya mafanikio katika shughuli za utafutaji wetu, kwa maana biashara zetu, viwanda vyetu, makampuni yetu, kazi zetu, Allah anakwenda kuzitilia baraka, ambayo bila shaka itakuwa na neema tele kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, leo nataka nikuonyesheni biidhnillah tunawezaje, tumepata tabu ya aina gani katika kuweka majina yako wewe ambayo umejisajili katika password namba 19, ambayo ndio password ambayo iliyobeba dua ya Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wassalam. Swali ni moja la kujiuliza, kwa nini ikawa ni password namba 19? Lakini kadhalika dua ya Nabiyullah Suleiman bin Daud alayhi salatu wassalam, Allah ameiweka katika password namba 19. Lakini kadhalika ukitazama aya ambayo ni miftahu kulli khairin, kwa maana ndiyo ufunguo wa khairi zote duniawiya wa ukhrawiya, khairi za hapa duniani na baadaye akhera, utaikuta aya hiyo imekaa katika password namba 19, nayo si nyingine bali ni bismillahirrahmanirrahim, swali la msingi. Kwa nini ikae katika password namba 19? Hapa naomba tuende sambamba biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika ukitazama aya ya mwanzo kabisa ambayo inayoelezea masala ya ibada, nayo ni aya ya 5 katika suratul Fatiha inayosomeka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pia aya hii utaikuta imekaa katika password namba 19. Swali la msingi, kwa nini aya hii inayoonyesha ibada za kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala imekaa katika password namba
19. Twende sambamba. Leo nataka ukafahamu makubwa na uzito wa dua hii na namna gani tumepata tabu katika kutafuta password yako wewe uliojisajili, na kwa sasa alhamdulillah tayari imekaa katika utaratibu uliokuwa bora, na naamini sasa tunakwenda kufanikiwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini swali la msingi ni kwa nini maneno ambayo Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam, ambayo aliwaambia watu wake lau watayasema maneno hayo qawlan wa fi'lan, yani kwa kauli pamoja na vitendo, wakashikamana na maneno hayo, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa riziki, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa mali nyingi, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa mafanikio ya hapa duniani na mafanikio ya akhera. Lakini haya maneno aliyosema Nabiyullahi Nuhu alayhi salatu wasalam, ya kwamba watu wake washikamane nayo na wayaseme mara kwa mara, maneno ambayo alikuja kutufasiria pia Bwana Mtume Muhammadin katika sigha yake, yamekaa katika password namba 19 katika hali za aina kadha. Jiulize swali, kwa nini sasa iwe dua ya Nabii Suleiman password namba 19? Aya ambayo ni miftahu kulli khairin, ndio ufunguo wa kheri zote, imekaa katika password namba 19. Aya ambayo ndiyo mwanzo inatuelezea masala ya ibada, imekaa katika password namba 19, na maneno ambayo Nabii Nuhu anawaambia watu wake wakishikamana nayo kwa vitendo na kwa maneno hayo watafanikiwa sana katika mafanikio ya duniani, kwa maana riziki zao zitakuwa nyingi, kwa maana kadhalika vile vile kheri itatawala, mali zao zitakuwa kwa wingi na baraka itakuwa nyingi. Kwa nini maneno hayo yamekaa katika password namba 19? Kama hilo alitoshi, hata hazina ya pepo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitamka ni mtu kusema la haula wala quwata illa billah. Ukitazama katika hali ya maneno haya ambayo ni hazina ya peponi, utakuta nayo pia imekaa katika password namba 19. La kama hilo halitoshi, kalimatu shahada au kalimatu tauhid, neno la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala linalotambulika kama la ilaha illa Allah, pia ukitazama imekaa katika password namba 19. Kwa nini hizi 19 zimestawala na kukaa katika sehemu zenye mafanikio? Hapa ndipo nataka niende biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na hapa nitatoa mifano ya jina langu ili uone namna ambavyo tulivyosumbuka sana, ewe ndugu yangu uliojisajili, katika kuliweka jina lako katika password ya namba 19 biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili twende sambamba na namna alivyokuwa Nabii Suleiman bin Daud na Allah akampa. Nami na wewe tunataraji baada ya dua ya Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, kwa kuwa imekaa mahala pake, imekaa katika password yake, tunataraji kama alivyopewa Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, Allah anakwenda kutupa mimi pamoja nawe kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tulisema sana mtu ajisajili mapema ili tuchukue majina hayo, tuyashughulike nayo, tuyaweke katika password iliyokuwa maalum. Bila shaka Allah atatujalia kila la kheri. Na tunakwambia wewe unasikitika, kuna watu wengi wametupigia simu, wanasikitika, wanalalamika, shekhe, muda umekwisha na sisi hali zetu hazikuwa nzuri, lakini tumefanikiwa sasa hivi, hatuwezi na sisi kufanya jambo hilo ili na sisi tuweze kujisajili. Tunakwambieni msisikitike wala msiwe na shaka, insha Allah jitahidini kufanya haraka ili majina yenu tuyaweke katika password hii ya namba 19 biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na Allah yu tayari kutufanyia makubwa kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza sasa, shida na tabu ambayo tumeipata ni kwa sababu tu ya kwamba lau kama utataka ewe ndugu yangu popote ulipo duniani
tukufanyie utaratibu rasmi kabisa kwa ajili yako, lazima itakugharimu. Kwanza nimshukuru ndugu yangu dada Isabella katika ardhi ya Ufaransa, ndio ambaye ameleta chachu na kushawishi sana ili jambo tuweze kulifanya, lakini pia Abdul Aziz katika ardhi ya Qatar ambaye pia ameshawishi sana tuweze kulifanya suala hili, na waambia Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri kwa ajili yao, na wengine inshallah tunakwenda kupata kheri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, natoa mfano wa utafiti wa namna gani majina tumeyaweka katika password ya namba 19 ili tuende sambamba na namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka dua ya Nabii Suleiman katika password namba 19, na kwa ajili ya password hiyo na namba ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwayo ikawa ni sababu ya yeye Allah kumjibu Nabii Suleiman na kumpa yale anayotamani katika mali iliyokuwa nyingi, riziki iliyokuwa nyingi, baraka iliyokuwa nyingi, na kheri zilizokuwa nyingi kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi jina langu naitwa Yusuf, natoa mfano wa jina langu, basi fahamu katika njia hizi ndizo ambazo tulizopita kupata password ya jina lako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Inachukua muda wa kutosha, inatumia akili sana, inatumia maarifa, na panataka utulivu wa kutosha ili kuweza kuwabaini haya yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jina langu naitwa Yusuf Mshindo Diwani Mgaya. Majina yangu manne hayo, lakini kadhalika mama yangu anaitwa Mwashamba binti Yusuf, mama yangu huyo. Sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, mimi ni Yusuf mwenyewe. Nataka sasa Allah subhanahu wa ta'ala anijalie kwa hurma na utukufu wake, anipe riziki iliyokuwa nyingi. Lakini ananipaje riziki iliyokuwa nyingi? Nataka ni muombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dua ya Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, kwa password ile ile aliyotumia Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, na Allah akampa maqasidi yake ya hapa duniani, lakini kadhalika na maqasidi ya akhira kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Andika jina Yusuf. Natoa mfano wangu, alafu ndivyo tulivyopata tabu katika kutafuta pia nawe jina lako wewe ambao uliojisajili na tayari liko tayari katika password ya namba 19 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yusuf ni jina ambalo ukilitazama lina harufi 4 kwa maana ye, wau, sini na fe, linatengenezeka neno Yusuf. Ukilitazama neno hili katika qaimatu hurufi alhijaiya, katika msimamo wa harufi za alfabet, utapata katika hali ifuatayo. Ye katika mfumo wa harufu alhijaiya, harufi za alfabet, utaikuta ye ni harfi namba 28. Andika namba 28 tuone vipi ninakaa katika password namba 19. Lakini kadhalika wau, utakuta wau ni harfi namba 26 katika qaimat hurufi alhijaiya, katika msimamo wa harufi za alfabet. Andika namba 26. Lakini sini utakuta ni harfi namba 12 katika qaimat hurufi alhijaiya, andika namba 12. Na fe utakuta ni namba 20 katika qaimat hurufi alhijaiya, katika mfumo wa harufi za alfabet, utakuta katika hali za namna hiyo. Baada ya kuandika namba hii zijumlishe, kwa maana jumlisha 28 jumlisha 26 jumlisha 12 jumlisha na 20, hisabu itakuja namba 86. Hisabu itakuja namba 86. Twende vizuri hapa, ndio tunatafuta sasa jina langu likae katika password namba 19, ambapo tukinyanyua mikono na kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dua ya Nabii Suleiman bin Daud biidhnillah subhanahu wa ta'ala, Allah atakwenda kunifanyia makubwa katika yale ninayoyataraji na kuyatamani kupitia katika dua ya Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam. Allah tujalie kila la kheri kwa hurma na utukufu wake Allah. Kwa hiyo ukijumlisha, hisabu itakuja namba 86. Kisha baada ya hisabu kuja namba 86,
chukua hisabu hiyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Angalia tena jina lilotengeneza, yani harufi zilizotengeneza jina Yusuf. Ukishatazama zihisabu hizo harufi, bila shaka utapata ye ni 1, wau 2, sini 3, fe 4. Utapata harufi zinakuwa 4, kwa maana 86 ya qaimat hurufi alhijaiya jumlisha na namba 4 ambayo inatengeneza jina langu la Yusuf, hisabu itakuja namba 90. Andika hapo namba 90. Yani hii ndo kazi tulopata ya kutafiti majina yangu pamoja na majina yako wewe uliojisajili katika dua hii. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutufanyia makubwa kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inakuja namba 90. Sasa baada ya kuja namba 90, nini maana yake? Maana yake inakuja katika hali ifuatayo. Rudia tena katika jina linalosomeka Yusuf, alafu hisabu harufi zinazopatikana katika jina hili. Kwa maana andika Yusuf, ye 1 andika 1, wau 2 andika 2, sini 3 andika 3, na fe 4 andika 4. Sasa hizi harufi idha safafna hadhihi alhuruf au hadhihi alarqam, yani hizi namba kama tutazipanga, hisabu itakuja 4321. Hisabu itakuja 4321. 4321 jumlisha na ile namba 90, hisabu itakuja 4410. Hisabu itakuja 4410. Hisabu itakuja 4410 katika hali za aina kadha. Kwa hisabu itapokuja katika mazingira kama haya, nini kinachotokea biidhnillah subhanahu wa ta'ala? Inakuja katika hali ifuatayo. Igawanye hisabu hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala mara 19, yani 4410 igawane mara 19, utapata takriban ni 232. Utapata ni 232, na hisabu itabakia 2 katika hali za aina kadha. Hiyo 2 maana yake ni nini? 2 maana yake ni neno la pili linalopatikana katika dua ya Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Neno la pili katika dua ya Nabii Suleiman bin Daudi ni neno linalosomeka auzi'ni. Auzi'ni ni neno ambalo linalopatikana katika dua ya Nabii Suleiman bin Daud. Nataka uone namna gani mimi napata password zangu kupitia katika dua ya Nabii Suleiman bin Daud, vipi inakaa katika namba 19, na ninamuomba Mwenyezi Mungu kwa hisabu gani, katika mazingira gani, kwa jambo gani, kwa taratibu gani, kupitia katika dua ya Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, ambao tunakwenda kuifanya kwa ajili yangu na kwa ajili yako wewe uliojisajili biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na majambo yanakwenda katika mustawa na hali ya aina kadha. Tazama maneno haya auzi'ni. Auzi'ni ni neno ambalo limetengenezwa kutokana na harufi 6. Twende sambamba, andika harufi hizi. A andika 1, wau andika 2, ze andika 3, aini andika 4, nuni andika 5, na ye ya mutakallim andika 6. Sasa jumlisha hizi hisabu, kwa maana 1 jumlisha 3 jumlisha 2 inakuwa 3, jumlisha 3 inakuwa 6, jumlisha 4 inakuwa 11, jumlisha 5 kisha jumlisha 6. Hisabu itakayokuja itakuwa ni 21.
Twende vizuri hapo. 21 maana yake nini? Toa ile 2 ambayo bila shaka ilobakia kule katika hisabu ya jina langu, hisabu inakuja namba 19. Wakati imekuja hisabu namba 19, ndiyo password ya dua ya Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wassalam, ambayo kwayo sasa kwangu mimi nikitaka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili majambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake kupitia katika dua hii, inatakiwa nitawakkal kwa Allah. Takriban nisome dua hii mara 4408 1408, na kila ninapofika 232 basi naweka nia na ninamwambia Mwenyezi Mungu, na kuomba nipe riziki iliyokuwa nyingi, ya Rabbi nifanyie mipango yangu iende katika hali ya usalama, mipango yangu iende vizuri, neema itawale, riziki zifunguke na ziwe nyingi kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin, na hasa katika njia za utafutaji wangu biidhnillahil karim. Hivi ndivyo ambavyo nimetoa mfano wa jina langu, na ndivyo ambavyo tulivyopata tabu kutafuta yani password ya jina lako, ndugu yangu Sheikh Shaaban, dada yangu dada Hamida, dada Isabella na wengine wengi ambao mmejisajili. Tumepata tabu katika kuyafanya haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna kazi ngumu sana ya kutafiti kila jina la kila mtu linakaa katika password ya Nabii Suleiman katika neno la ngapi, lakini katika hilo neno la ngapi inakujaje namba 19, ili tukinyanyua mikono tumwambie Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya shughuli zetu na kazi zetu zimekuwa ngumu, juu ya riziki zetu zimekuwa hazina baraka, juu ya riziki zetu zimekuwa chache, ya Rabbi tufanyie takfiri katika arzaki zetu kwa hurma na utukufu wako Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ambao mmekuwa mnatupigia simu sana mara kwa mara na mnaonyesha kulalamika ya kwamba tulikuwa na hali duni, lakini kwa sasa tumefanikiwa, tunaweza kujiunga nasi. Zimebaki siku 2 tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fanya haraka ili nawe tukuingize katika mfumo wa password ya namba 19 ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Narudia tena kwa kusema yafuatayo. Ndugu yangu, kujisajili sasa ni wewe tupigie simu au tutumie message au tuwasiliane kwa njia ya WhatsApp. Utapokuwa mahala popote, nchi yoyote, mahala popote ulipo, tutafute kwa namba hiyo unayoiona, tutakupa utaratibu wa namna ya kujiunga. Zimebaki siku 2 tu, fanya haraka biidhnillah, Allah atajalia kila la kheri. Wewe ujiulizi swali katika hali ifuatayo: kwa nini dua ya Nabii Suleiman bin Daudi iwe katika password ya namba 19? Kwa nini aya ya mwanzo ambayo ndio miftahul Qur'an, inafungua Qur'ani na ndio tunasema miftahu kulli khairin, inafungua khairi zote biidhnillah subhanahu wa ta'ala, iwe katika password namba 19? Na kwa nini aya ambayo ndio ya mwanzo inayobeba na kuelekeza masala ya ibadat, kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, iwe katika password namba 19? Lakini kwa nini yale maneno ambayo Nabii Nuh aliwaambia watu wake wakiashika kwa vitendo na kwa maneno, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa riziki iliyokuwa nyingi? Walimfuata Nabii Nuh. Nabii Nuh alisemaje? Alisema wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Allah subhanahu wa ta'ala amemsimulia bwana mtume Muhammad yaliyojiri na kutokea katika zama za mtume Nuh alayhi salatu wasalam. Watu wake walimwambia mambo yamekuwa magumu, maisha magumu, hali mbaya, mali hatupati, tunalima mazao hakuna, watoto hatupati, sasa tufanye nini? Akawaambia astaghfiru rabbakum, muombeni sana msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara, kwani Mola wenu ni msamehevu sana. Yursili samaa alaikum midrara, atakuleteni mvua yenye rutuba, mkilima mtapata mazao. Wayumdidukum bi amwalin, na nyinyi mnaotaka kupata mali, nyinyi mipango yenu iende vizuri, basi mkifanya istighfar Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni mali. Na nyinyi mnaotafuta riziki ya watoto, Allah akasema wabanina, na atakupeni watoto wa kila aina, wa kike kwa wa kiume,
wenye kheri na akili katika hali za aina kadha. Kwa hiyo neno hilo ndo lile neno lilokaa katika password namba 19, kwa sababu katika sigha ambayo alikuwa akitumia sana Mtume Muhammad unasema astaghfirullahal azim, imekaa katika password namba 19. Lakini tumeona kanzul janna, kwa maana hazina ya peponi, la haula wala quwwata illa billah, imekaa katika password namba 19. Lakini kadhalika kalimatu tauhid, kalimatu shahada, neno la shahada, la ilaha illa Allah, password namba 19. Kama hilo halitoshi, ukitazama pia biidhnillah subhanahu wa ta'ala dua za manabii wengi ambazo Mwenyezi Mungu anasema fastajabna lahu, ukizitazama hizo dua utazikuta zimekaa katika password namba 19. Allah ajalie pia nasi majina yetu yakae katika password namba 19 ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyo bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hujachelewa ndugu yangu, usilalamike sana, bado hujachelewa. Fanya maamuzi ya haraka, kujisajili haraka, zimebaki siku 2 tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.